Naam, bwana Diamond Platnumz bwana ameachia wimbo wake mpya kabisa ambao unafahamika kwa jina la Happy, moja kati ya track ambazo zimetoka siku ya leo jana, if I'm not mistaken. No, hii imetoka siku ya leo. So ni moja kati ya track ambazo kiukweli zimefanya vizuri sana. Yaani imepokelewa kwa hali ya juu, lakini pia vile vile imepata mafanikio makubwa sana baada tu ya kuwa released katika platforms mbalimbali pamoja na YouTube. Lakini tukizungumzia upande wa YouTube ni kwamba video hiyo ya Happy imekimbiza kweli kweli katika upande wa trending huko YouTube, ambapo ukipita kwa mujibu wa takwimu zinavyoonyesha ni kwamba nyimbo hiyo ya Happy ya Diamond Platnumz kwa upande wa Tanzania ina trend namba 1, Qatar ina trend namba 7, United Arab Emirates ina trend namba 16, Kenya ina trend namba 16, alafu tarehe 26, alafu worldwide ina trend namba 26, United Kingdom ina trend namba 31, Germany ina trend namba 38 na huku Ufaransa ina trend namba 45. Umeona bwana, so ni kitu ambacho kiukweli kimewashangaza watu wengi sana nyimbo hii kutrend mpaka nchi nyingine ambazo hawazungumzi hata Kiingereza wala Kiswahili. Mr. Pimbi ameposti kuhusiana na hizo takwimu za mafanikio ya wimbo huo wa Diamond Platnumz ambao unakwenda kwa jina la Happy, ambapo hapa chini bwana kuna maelezo hapa ameandika Mr. Pimbi akiwa anadai kwamba Happy ya Diamond Platnumz inasumbua bara la Ulaya na Asia, Germany, France, United Kingdom, United Arabs, Qatar na kwingineko. Jamani, mziki hauna huruma zaidi ya kuwekeza. Ameandika hivyo Mr. Pimbi baada ya kupromote hiyo kazi ya Diamond. Lakini kitu ambacho tumenotice bwana ni pamoja na kwamba kumekuwa na mambo mengine mengi sana ambayo ameibuka nyuma ya pazia kuhusiana na issue hiyo ya Diamond Platnumz na wimbo wake mpya kabisa huo ambao unakwenda kwa jina la Happy. Katika nyimbo hiyo ya Happy bwana ni kwamba Diamond bwana alikuwa amevaa wigi and then akavaa kofia juu. Sasa ile ni wigi fulani vile inaitwaga curly hair. Sasa kwa mujibu wa wadau huku wanasema kwamba hiyo style ni dress code ambayo waga anaifanyaga sana msanii kutoka Marekani ambaye anafahamika kwa jina la Bruno Mars, kwamba Bruno Mars bwana hivi ndio vitu vyake waga anavaga kama hivyo alivyovaa Diamond. Sasa hii issue ya Diamond kuvaa hivi bwana, wadau wamesema kama vile ameamua kucopy swag za Bruno Mars, moja kati ya wasanii ambao ni legend katika dunia nzima kwa ujumla. Kutokana na hiyo issue basi moja kwa moja bwana kumekuwa na mijadala watu wakiwa wanajadili kwamba je, ni kweli kwamba Diamond Platnumz alikopia au alikuwa inspired na muonekano wa Bruno Mars ndivyo akaamua na yeye pia afanye hivi katika video yake hii ya Happy? Hilo ndo swali ambalo Diamond watu wamekuwa wakimuuliza au wadau wamekuwa wakijadili huko mtandaoni. Kuna wadau hapa wamekuja wamecomment. Kwa mfano hapo kuna mtu hapa anaitwa Felista anasema kwamba bwana huo ni wivu tu, kwa sababu inafahamika kabisa kwamba hapa duniani hakuna kitu kipya unaweza kuja nacho. Kuna mwingine anasema kwamba bwana hebu mwacheni mwenetu anafanya vizuri. Kwa mtu anasema kwamba bwana mmelipwa bei gani? Kwa anasema kwamba bwana pia vile vile tabia pia wanaendana kweli? Kuna mtu ameuliza. Kwa mtu sababu bwana issues nyingine sio mpaka tumuulize ChatGPT. Kuna mtu ameandika hivyo. So wadau bwana huko wanadai kwamba swala zima la appearance Diamond amekopi kwa Bruno Mars, msanii kutoka Marekani. Lakini pia jambo lingine ambalo limekopiwa katika ngoma hiyo ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Happy ni kwamba humo ndani bwana kuna kipengele fulani hivi Diamond amekopi flow za Mr. Flavor kama zilivyo. Jambo ambalo bwana limeibua mjadala tena huko mitandaoni kuhusiana na hicho ambacho Diamond amekuwa accused kwamba amekifanya kwa Mr. Flavor. Wadau wanakuambia kwamba Diamond bwana kwa mara nyingine tena ameamua kukopi melody kutoka pande za Nigeria, kwani hii sio mara ya kwanza. Alianza kukopi tokea huko zamani na wa Nigeria wengi sana wamekuwa wakimind sana Diamond
bwana katika page mbalimbali huko Twitter. Ilikuwa huko zamani bwana Diamond akikopi tu Kamelody, Twitter inakuwa waga inachafuka kweli kweli kumjadili, hususan wa Nigeria waga wanafanyaga hivyo. Lakini this time around bwana ni kwamba kuna wimbo ambao hapa bwana inaonyesha kabisa kwamba ni wazi Diamond bwana amekopi hizo flow za Mr Flavor. Lakini hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hizo facts, wakiwa wameandika kwamba bwana Jenny, kweli Diamond ameiga melody ya wimbo wa Mr Flavor. Now you know. Ukisikiliza kwa karibu basi wewe weka maoni yako hapo chini. Kuna mtu ameandika hivyo. Lakini pia vile kuna wadau wengine mbalimbali wa muziki wa Bongo Flava hapa Tanzania wamejitokeza pia kuja kulizungumzia swala hilo. Kwa mfano huyu hapa Haja Denkwele bwana anasema kwamba bwana beat zote duniani zinakuwa categorized kwa genres, vionjo na mahadhi tofauti. Mfano Singeli kamwe hawezi kafanana kabisa na Afrobeat ama Jersey klabu yenye ameandika hivyo, Jersey ya klabu yenye ambayo Diamond hajakopi. Happy ina Afrobeat ndani yake, lakini pia vile kama hauna sikio la mziki unaweza ukadanganyika kama Waisraeli. Kuna mtu ameandika hivyo, huyo ni Haja the Incredible akidai kwamba bwana Diamond hajakopi. Sasa ngoja nikusomee page mbalimbali the ways ilivyokuja kuripoti. Kuna mtu anasema kwamba bwana hapa hakuna Grammy TZ, na hata kama ikija basi hatuwezi tukamtegemea Diamond kwa tabia hii ya kukopi. Kama sasa kwamba bwana copy is louder. Kuna mtu ameandika hivyo. Kama sasa kwamba bwana mbona ameshazoea kukopi, karibia nyimbo zake zote uwaga anakopi, nyinyi angalieni tu. Kwa hiyo hapa bwana kuna wadau wanasema kwamba Diamond bwana mambo ya kukopi ni kawaida yake. Nyimbo nyingi sana huaga na copy, melody zote kama zilivyo anaimba yeye. Kuna mtu hapa anasema bwana be original. It's why you are not taken serious beyond East Africa. Kuna mtu hapa amekuja amemshauri Diamond kwamba anatakiwa awe serious na aje na kitu chake original, na ndio maana kutokuwa na vitu vyake original na tabia ya kukopi, watu wa nje ya Afrika Mashariki wanamchukulia poa. Umeona Akaendelea hapa mdau kwenye comment akaandika kwamba you can keep copying others people work and expect any promoter or international awards or audience to take you serious. Kuna mtu ameuliza hivyo kwa lugha ya Kiingereza akiwa anamaanisha kwamba umekuwa ukikopi vitu vya watu, kazi za watu, unatarajia kweli utapata mapromoter kwa kutafutia show za nje, kupata tunzo za kimataifa au mashabiki wa nje ya Afrika au mashabiki wa nje kuchukulia serious. Kuna mdau hapa amekuja ku comment hivyo kwa Diamond Platnumz. So ukiwa kama mdau na pia tuwekee maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na kisha hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.